Sisi kama wachezaji maandalizi yako vizuri na tuko vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo ni jukumu letu kuweza kujiandaa na kuisubiri hiyo kesho kwenda kupambana kwa ajili ya kupata matokeo yaliyokuwa bora katika mchezo. Sawa, nikaribishe maswali matano kwa nahodha. Tafadhali unapopoa kipaza sauti, ongeza sauti yako ili uweze kusikika kwa uzuri. Asante. Naitwa Dickson Masanja kutoka Cloud. Job, mnaingia kwenye mchezo ambao mmetoka kushinda mfululizo. Inatengeneza kujiamini zaidi au inatengeneza pressure kuendelea kushinda zaidi? Asante. Vyote naweza nikasema vipo katikati, kwa sababu ukiangalia michezo ambayo tumeshinda haiwezi kuwa sawa na mchezo ambao tunakwenda kucheza kesho. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuweza kufocus na kuwa makini na mchezo wa kesho, lakini yote kwa yote ni kuweza kupambana, kuweza kupata pointi 3 katika mchezo huo. Sawa, swali la pili kwa nahodha. Swali la pili kwa nahodha. Job, michezo 10 ya ligi kuu ya NBC, alama 28, kileleni na msimamo wa ligi kuu ya NBC. Mchezo wa dabi una umuhimu gani katika kuhakikisha kwamba mnaendeleza ile momentum ya pale juu na kuhakikisha kwamba mnakuwa mabingwa ligi kuu ya NBC kwa msimu huu 2025 2026? Mchezo huo ni muhimu sana, kwa sababu ni moja kati ya michezo ambayo tunaishiriki katika ligi kuu yetu. Kwa hiyo tunazihitaji hizo pointi 3 ili kuweza kujiweka vizuri katika nafasi yetu ya kwanza. Swali la 3 kwa nahodha. Job, tunafahamu kwamba miongoni mwenu katika timu wachezaji ambao wamecheza zaidi ya moja, lakini wachezaji ambao ni wapya, unaweza kusema hawajui ladha ya dabi. Umuhimu wa ninyi ambao mmecheza mechi hizi mara nyingi katika mchezo kama huu ni upi? Kwanza, jambo la kwanza ni uzuri kwamba kila mchezaji anaona na sababu na mitandao, kwa hiyo anaona na anajua umuhimu wa mchezo huu. Lakini tunapokaa sisi kama wachezaji kwa pamoja ni kuweza kutiana hamasa na kuambiana jinsi gani huu mchezo unachukuliwa. Kwa hiyo kila mchezaji akae focus na ajue wananchi wanahitaji nini katika mchezo wa kesho, na uzuri tayari kila mtu anaona ile hali. Kwa hiyo tunajiandaa sote kwa pamoja na tutashirikiana kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huu. Sawa, swali la 4 kwa nahodha. Naitwa Nyango kutoka Mjini FM. Tunakwenda kucheza mchezo ambao ni mchezo ambao wa historia. Wachezaji una historia kubwa na Simba. Wachezaji wengi wa nyumbani kucheza na sasa hiyo wachezaji wapo ni wa Simba au kwetu? Yaani kikubwa ni kufocus sisi na timu yetu na kujua mwalimu ametupa mipango gani katika mchezo huo, kwa sababu tunachoamini Simba ni timu kubwa na wana wachezaji wengi wazuri ambao wanaweza kufanya vizuri kwenye mchezo wote. Kwa hiyo ni sisi kujiandaa na kufanya maandalizi yaliyokuwa bora kuweza kukabili na kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo. Swali la 5 na la mwisho, tafadhali naomba ajibu Sostenes. Naomba ulize Sostenes. Sawa, Job, mmetoka kwenye michezo mingi mfululizo, alafu mizito na muhimu pia. Mnakuja mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao unafanyika hapa Tanzania. Na namna yote ambayo imewaathiri labda kwenye maandalizi na hali kijumla yake? Kwa sababu tuna madaktari ambao wanajua jinsi ya kuwarudisha wachezaji kwenye hali yao ya kawaida, lakini pia na mazoezi ambayo tuna training na mwalimu, kwa sababu tumetoka kucheza michezo mfululizo. Kwa hiyo anatambua tupe mazoezi ya aina gani na tuweze kujiandaa kwa jinsi gani kuelekea kwenye mchezo huo ili tufike tukiwa tuko vizuri. Kwa hiyo hii ni timu kubwa na sisi ni wachezaji kubwa, tunatambua nini cha kufanya kwenda kuukabili kwenye huo mchezo. Sawa, kutokana na ukubwa wa mchezo huu, kapteni hapa akamdokezea kaniambia kwamba anatoa nafasi moja ya swali la nyongeza. Kwa hiyo kama kuna swali la nyongeza, tafadhali uliza. Naona mkono kwa Isaya pale. Kwa heshima tena naomba nisimame. Kamanda kwema? Swali langu moja kwako binafsi. Hapa. Mimi swali langu moja kwako binafsi. Nataka nifahamu umewaangalia nyota wapya wa Simba ambao wamesajiliwa sasa hivi,
ni wachezaji wazuri. Bila shaka kama mlinzi unakuwa umecheza na wachezaji wengi sana wazuri. Unawachukuliaje wachezaji wapya wa Simba Chaula na wengine waona? Mimi kitu kikubwa anachofanya ni mimi kujiandaa vizuri kuelekea mchezo wote ambao uko mbele yangu. Kwa hiyo ni wajibu wangu kujiandaa na kuweza kushindana na kujua mpinzani wangu ana ubora gani na mimi kufanya maandalizi gani ili kuweza kushinda katika hiyo mipambano ambayo nitakutana nayo katika uwanja. Kwa hiyo tusubiri wakati utapofika, tuombeane dua, tunaamini mchezo utakuwa mzuri. Nikushukuru sana nahodha.